na mengine pia kwa ajili ya ubia, kama ambavyo nimetoa fursa kwa ajili ya masoko niliyowaambia ya Kahaza na lile la kule Zanza na mnada wa Murusagamba. Pia haya maeneo ya uwekezaji yako huru kabisa kwa wafanyabiashara wote, ikiwepo mimi na wewe. Wilaya yetu ya Ngara muda mwingi imekutwa na changamoto kubwa ya kukosa viwanda, na mimi nimekuwa ni kelele zangu muda wote kuzuia au kuelekeza tuanze kuweka viwanda vya kuongeza thamani ya mazao, ikiwepo nyama, ngozi na maziwa. Kuna minada mikubwa kabisa, ule wa Kafua kesho kutwa, kesho ningetamani hata kamati hii iende kaone kinachoendelea pale. Kuna wakati tunauza mifugo zaidi ya mbuzi 100, lakini kwa nini tupeleke roho, yani tupeleke mfugo kuliko tukawachakata? Kwa hiyo tuna hiyo changamoto, na nitoe hii rai kwamba tuna uwezo pia kuwekeza, sio kwenye viwanda vya pombe tu, kwenye eneo la maziwa, kwenye eneo la mazao ya chakula, kwenye eneo la nyama, kwenye eneo la ngozi. Sasa hiyo karatasi inayotembea inajibu ile ambayo bwana Kesi amesema. Mkurugenzi mtendaji ameandaa eneo la Goya, kuna zaidi ya ekari 3,000 kwa ziko kwenye mchoro, na mimi nimekuwa kwenye timu tukishirikiana na watu wa mkoa. Tumekaa karibu miezi kadhaa huko maporini tukiandaa na kuyapima hayo maeneo. Hilo la kwanza. La pili, tunalo eneo la Kazingati karibia na kule kwa Mkorea. Kuna zaidi ya ekari 1,300. Lakini pale Kazingati tunazo ekari 55.3 kwa ajili ya uwekezaji. Lakini katika halmashauri yetu ya wilaya ya Ngara hapa tulipo mkoa wilayani, tuna maeneo ya kufanya ubia, na miradi ya ubia ni kama ifuatavyo. Tunayo shule ya sekondari ya mchepuo wa Kiingereza, tunalo bwalo ambalo linaendelea kukamilika la Ngara Garden, lakini tunalo eneo la kwa sasa hivi nasema ndio ofisi ya NCCF panaitwaje pale, community center. Mnaona location ya lile eneo ilivyokaa, lilivyo prime na kile kinachofanyika pale. Lakini bado tunahitaji watu kwenye soko hilo la Kahaza na Zanza. Kwa hiyo haya ni maeneo ya uwekezaji ambayo wewe binafsi ulipo unatakiwa tufuate utaratibu, uombe, upewe maelekezo, uweze kumiliki na utuondolee kero ya upungufu wa ajira. Sasa kwenye yale maeneo tumeshatangaza kwenye website za maeneo ya uwekezaji TISEZA. Na hapa tuliwaalika. Last time walikuwepo, safari naona labda walichelewa huko na nini sijajua. Lakini pia tumeenda kwenye kituo cha PPPC kinachoongozwa na kusimamiwa na Bwana Kafulila, Public Private Partnership Center. Tumepeleka hayo maeneo ili kutangaza kidunia, tusijiconfine. Sasa yale maeneo yanafaa kwa nini? Yale ambayo nimeyataja, ukiacha ya ubia, kilimo, parachichi, kahawa, viwanda vidogo vya kuchakata kule, ili watu wa kanda hiyo ya Keza, Rulenge waanze kunufaika na uwekezaji ambao tunafanya. Lakini serikali hii tulionayo, mimi nimeshiriki vikao vya TISEZA kule mkoani ambavyo vilihitaji tuende na wafanyabiashara 16, vijana 8 na wawekezaji wa kawaida 8. Mheshimiwa Mwenyekiti, nasikitika kusema kwamba wafanyabiashara wetu ikishafika hatua ya kujitolea tunapata changamoto kubwa sana. Hapa kipekee niseme mtu mmoja, Bwana Kemgunda, yeye walau huwa anatutoa aibu kwenye hata yale maonyesho ya kimataifa. Yule pale naomba asimame, wengine mumtambue. Ameshiriki maonyesho Burundi, tumpigie makofi, amejitoa. Mwingine ni Bwana Angelo, yuko pale, bahati mbaya simuoni hapa. Baada ya Mama Shuku ukiwa unapanda, mkuu wa mkoa anahitaji kukutana na wafanyabiashara wa mkoa mzima. Tunaenda na Angelo peke yake. Sisi ni watu wa vikwazo, changamoto, sababu hatutaki kukutana na kujifunza. Lingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna bwana anaitwa Meto Bujuri. Huyu mkuu wa mkoa ameita mpaka wakati ule wa mwezi wa 12, anataji wafanyabiashara, njooni kwenye Ijuka Umuka tufanye majumuisho. Afisa biashara na mkurugenzi wa Ngara anaenda peke yake. Jamani, maendeleo hayaji kwa kujifungia.
Huyu Kemgunda mimi leo ndo nimekutana naye tangu nimeanza kumtafuta. Leo niko Dodoma, niko Kigoma, ndio biashara. Biashara usikae stagnant kama jiwe unasubiri. Unatakiwa utoke ufungue mawazo. Unamwona mkurugenzi wa Moland. Sasa hivi naambiwa yuko Rwanda, sio yuko Kongo anapita. Hizo ndio fursa tunazozihitaji. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, naongea haya kwa sababu tutaendelea kulalamika. Maeneo tumeyatangaza kwenye mabaraza na vikao mbalimbali vya waheshimiwa madiwani. Na leo tena tunarudia kusema hapa, baraza lililopita nilisema sijaona ombi hata la mfanyabiashara mmoja kutaka eneo la uwekezaji katika hayo maekari yaliyoko huko. Hasara yake ni nini? Hii namrudia Nuru sasa. Wanyarwanda wameomba maekari na maekari. Fred anajua hapo. Tena marafiki zake. Wachina wametoka China wamekuja hapa. Wahindi wametoka India, Bombay wamekuja hapa. Waganda wametoka Uganda wamekuja hapa. Sisi tuko kata ya Nyamiaga, tu tarafa ya Nyamiaga, tunashindwa hata kwenda kuyaona yale maeneo. Sio kuyachukua, kuyaona tu. Yaani kuona hili pori la uwekezaji hapa Goyagoya linafananaje. Tupo. Si tuko humu. Sasa jamani, serikali ina play role yake. Na sisi kama wananchi wazawa wataka maendeleo, na sasa hivi serikali ina mpango wa kuhamasisha uwekezaji wa ndani. Mwekezaji ni Kemgunda, ni Nuru, ni wewe, ni mimi. Ndio uwekezaji wa ndani. Sasa kama hata maeneo huyaoni, mkurugenzi hao tutawasaidiaje sasa? Labda nafikiri pamoja na kikao tuwe tunaanza na maombi. Kukemea roho za kutokuthubutu na kufanya maamuzi. Tukija hapa hizo roho zikitoka, tunaweza tukapata azimio, tuendeni tukatembelee yale maeneo kama wafanyabiashara wazawa. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, nimepitisha ile karatasi. Hiyo ni ramani, michoro hiyo ya hayo maeneo ya eka 53.5, ya eka 1300 na yale ya mwisho ya zaidi ya ekari 3100 kadhaa. Naomba niwahoji Mheshimiwa Mwenyekiti kwa ridhaa yako. Je, hamtaki kuyatumia hayo maeneo kama wazawa? Si unaona hata jibu anajibu mmoja. Kwa hiyo kazi na utu. Naomba kuwasilisha Mheshimiwa Mwenyekiti, na nashukuru sana.